Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ametoa kauli kufuatia barua iliyowasilishwa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka kwa msajili wa vyama vya kisiasa akikitaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujieleza ni kwa nini chama hicho kisiweze kuchukuliwa hatua ikiwemo kusitishiwa usajili pamoja na kupewa adhabu kali kufuatia kauli mbalimbali zilizotolewa na baadhi ya viongozi wa chama hicho jukwaani kufuatia kampeni zinazoendeshwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema za Free Tundu Lissu pamoja na katiba mpya. Mmoja kati ya viongozi waliolengwa katika barua hiyo ya msajili wa vyama vya kisiasa ni kauli zilizotolewa na Bwana Godbless Lema pamoja na Joseph Mbilinyi wakiwa majukwaani. Kauli hizo, Boniface Mwabukusi amenakili baadhi ya kile ambacho kimeelezwa katika barua ya msajili wa vyama vya kisiasa. Alinakili sehemu ya barua hiyo ambayo pia ilieleza kwamba pia kuna video inaonyesha Bwana Godbless Jonathan Lema, mjumbe wa kamati kuu taifa ya chama chenu, akiongea maneno ya kashfa na kejeli katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na chama chenu, swala ambalo ni ukiukwaji wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili na 19 kifungu kidogo cha pili F ya sheria ya vyama vya siasa na kanuni ya 8A ya kanuni za kuratibu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa za mwaka 2023. Bwana Godbless Jonathan Lema aliongea maneno yafuatayo na nukuu: hamtaki kusema acha madaraka, rudi kwa mke wako, ukae na mke wako. Boniface Mwabukusi amesema kwamba nani mwenye hekima mnyang'anye kalamu naibu msajili wa vyama vya siasa. Mimi sio muumini wa dhihaka na matusi, lakini hata kwa kauli za kuvukia barabara tu huwezi kunishawishi kwamba kauli hii ni dhihaka na wala sio ya kashfa, tusi na haijavunja sheria wala maadili yoyote mbele ya watu wenye akili timamu. Nimeshauri na ninarejea kushauri, ile ofisi imeacha kazi zake za msingi na wamejitwika jukumu la udhibiti maoni. Na shauri tena kwa maslahi mapana ya taifa ifutwe haraka. Boniface Mwabukusi aliandika hivyo kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusiana na hatua za msajili wa vyama vya siasa kukitaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujitokeza na kueleza ni kwa nini kisiweze kuchukuliwa hatua ikiwemo kupewa adhabu kali na kusitishiwa usajili chama hicho. Majuma kadhaa yaliyopita, msajili wa vyama vya kisiasa alikiandikia chama hicho pia kujitokeza na kueleza kwa nini kisiweze kuchukuliwa hatua ikiwemo kusitishiwa usajili kufuatia baadhi ya kauli mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya viongozi ndani ya chama hicho.